Watazamaji, karibuni wasikilizaji katika kipindi hiki chetu ambacho nasema ya kwamba Mungu ni mwema. Ameweza kutuneemesha neema kubwa sana ya kuweza kuwa hai na kuwa na afya ya kuweza kusimama, kuweza kutembea, kuweza kuongea, kuweza kusikiza. Na ni mapenzi yake makubwa sana. Kwa hivyo inafaa tumshukuru sana, kwa sababu Mungu kama si yeye hatungeweza kusimama mahali tulipo, hatungeweza kuketi mahali tumekaa. Ni kwa sababu ya mapenzi yake. Kwa hivyo tunataka tusikize tena neno la Mungu ambalo wewe na mimi ndilo tunalotufanya sisi tukiwa hai, linalotufanya sisi wewe na mimi kuwa hai na kuweza kupata haya mazuri ambayo tunaona. Nchi vile inavyoonekana, unavyotembea unaona ni green kila mahali. Unapoona miti, unapoona mawe. Haya yalikuwa ni mapenzi ya Mungu afanye mambo ya kuwa nchi iwe na mapambo yake. Kwa hivyo inafaa tunapoyatizama tunajua ya kwamba Mungu yuko. Tunajua ya kwamba Mungu anatupenda. Ametuweka mahali ambapo tunaona vitu vya ajabu, maumbile ya Mwenyezi Mungu, akiwemo wewe na mimi. Unavyojiangalia maumbile yako, Mungu alipenda sana uwe vile ulivyo. Mungu alipenda sana mimi pia niwe vile nilivyo. Kwa hivyo inafaa tumshukuru, inafaa sana tumpende Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama si yeye hatungekuwa kwa hii nafasi ambayo tuko nayo. Hata wewe unapokuwa na uwezo mdogo, uwezo mkubwa, ni kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inafaa tumshukuru na tuendelee kumtumikia kila wakati. Kwa hivyo kipindi hiki chetu tunataka tuzungumzie kuhusu bado na ile ambayo tulikuwa tumezungumza Jumapili iliyoisha, ya kwamba ni mambo ya dhambi. Tulikuja kujua ya kwamba dhambi ni kitu gani. Dhambi ni yale maneno ambayo ama ni mambo yale ambayo unajua ni mema na uyatendi. Hiyo ni dhambi. Kwenda kufanyia mwenzako fitina, kwenda kufanyia mwenzako wivu, kuonea mwenzako wivu na chuki, hiyo ni dhambi. Kwenda kunywa pombe, kwenda kufanya usherati, kwenda kutukana wenzako, kutokwenda kanisani, hiyo yote ni baadhi tu ya kutokufanya yaliyo mema, na ni baadhi tu ya dhambi ambazo wewe na mimi huwa tunatenda kila wakati na kila siku na kila mara. Kwa hivyo leo bado tutaendelea tuone sasa tunapokuwa na hiyo dhambi tunafanya aje, ama Bwana wetu Yesu Kristo alizungumzia nini kuhusu hayo. Maana tunajua dhambi ni kitu gani. Kwa hivyo sasa kama wewe na mimi tuko na dhambi, tufanye aje sasa? Tudumu katika hiyo dhambi ama tutaepuka aje hiyo dhambi ili tuonekane sisi wema na ufalme ambao unakuja tuweze kupatikana kuwa majina yetu yameitwa? Tufanyeje? Tunaanza na kitabu chetu cha kwanza ambacho ni kitabu cha Mathayo mlango wa 3 mstari wa 2 ambao unasema hivi: Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kama tunajua ya kwamba tunafanya mabaya, tunafanya yale ambayo hayatupasi tufanya, ni kuyaacha, ni kutubu, ni confess, ni kurepent, ni kurepent, ni kuachana na yale ambayo tulikuwa tunafanya, tufanye yale mema. Kama labda ulikuwa uendi kanisani, enda kanisani. Kama wewe na mimi tulikuwa tutembelei wagonjwa hospitalini, tuanze kuwatembelea. Kama labda tulikuwa hatuombei majirani zetu, kwa maana jirani yako, kweli jirani yako anaweza kuwa ni mtu mbaya sana. Anaweza kuwa labda hakuonei mazuri, hakuonei, yani huku yako ikienda kwake utaona labda ameipatia dawa imekufa, ama ameivunja mgongo, ama ameivunja miguu,
ama ng'ombe yako imeenda huko imekula mahindi yake, jirani yako ndio wa kwanza kabisa ataona, huyu sasa anaringa kwa sababu ako na ng'ombe, anaringa kwa sababu ako na mbuzi, na utaona ya kwamba anaua ama anaikata mkia ama anakata miguu ama anaipatia dawa. Unapata ya kwamba ng'ombe yako ama kuku yako imekufa. Huyo sasa ni jirani. Sasa anasema ya kwamba sasa mambo kama hayo sisi tuwapende hao majirani zetu, tuwaombee wakiwa na mabaya, tuwasaidie wakiwa na haja ya kwamba labda wako na njaa, wapatie chakula wale, wapatie hata kama ni wamekosa pesa, wanataka labda mtoto aende shule, mpe aende, patie school fees mtoto wa jirani yako aende shule. Na hilo ndio jambo ambalo nasepekana kwamba ni gumu sana kwetu sisi kama wanadamu, lakini hayo ndio Mwenyezi Mungu anataka tufanye, ya kwamba tutubu. Yani tuachane na yale ambayo tunafikiria ni mabaya sana, tufanye yaliyo mema. Na hayo ambayo nimesema, hayo ndio natakana tuyafanye, yani tutubu. Tuache sasa, tuache yale ambayo tuko tunafanya, tufanye ambayo Mungu anataka tuyatende. Ili ya kwamba si ati tuna repent tu alafu inaisha hivyo. Ndio labda ufalme wa Mungu unakaribia, uko karibu kuja. So kama wewe na mimi hatuwezi kutenda hayo, tujue ya kwamba ufalme wa Mungu utakuja, lakini wewe na mimi hatutaingia, kwa sababu bado tuko na hayo maneno mabaya, hatujatubu, hatujarepent, bado tuko tuna hiyo dhambi yetu inatukodolea tu. Kwa hivyo inatakana tubadilishe mienendo yetu, tufanye yanayotakikana. Na hata tunapoangalia, kwani Yesu alikuwa anasema nini? Yesu alikuwa anazungumza kuhusu nini kulingana na dhambi vile ilikuwa? Alikuwa anasema ya kwamba tubadilike. Alikuwa anatuambia ya kwamba tutubu, tuachane na mambo ambayo hayafai. Tujue ya kwamba ufalme unakaribia. Ufalme uko karibu. Tutaangalia tena katika kitabu chetu cha pili. Tuangalie Mathayo mlango wa 4 na mstari wa 17, ambao unasema hivi: tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Haya ni maneno ya kwanza kabisa. Maneno ya kwanza. Unapoanza kuambia mtu kitu, maneno yale ya kwanza kabisa unayomwambia, hayo ndiyo yanakuwa ya kwanza kuyashika. Na haya ndiyo Yesu alitaka sisi tuyashike. Ya kwamba alianza neno lake la kusema ya kwamba tutubu, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hivyo wewe na mimi tujue ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. So kama unakaribia, unaona itakuwaje? Utakuwa na hiyo nafasi, ama mimi nitakuwa na nafasi ya kuingia katika huo ufalme? Sijui, na wewe pia sijui kama unajua utaenda ama ujui kama hautaenda. Lakini unaweza fikiria ukasema ya kwamba mimi huwa naenda kanisani, sionei mtoto wa mwenzangu chuki, sina wivu na mtu yeyote, sigomanishi watu, siendi kupalilia wale ambao wanafanya mabaya, nikiwachochea wakianguka kwa mitego ya ibilisi. Unaweza fikiria mimi haya yote mimi wanatenda na nafanya mema kulingana na kitabu vile kinataka nifanye. Labda tunaweza fikiria ya kwamba wewe na mimi tunaweza ingia kama tunafanya hayo. Lakini kama hatujafanya hayo, tujue ya kwamba bado tuko na shida, bado tuko na upungufu, bado tuko na upungufu ambao inatakana tutubu. Mambo yetu ni mengi. Kila mtu anajua mambo ambayo yanamkosanisha amani yake. Kila mtu anajua yani dhambi yake ni aina gani. Kuna mmoja anajua yake, mimi kweli mimi haya mimi naweza kukiri mbele ya Mungu ya kwamba mimi haya wewe nayafanya. Naweza sema yoyote yenye wewe unafanya, unaona tu hii inakosea Mungu. Unayajua, na mimi pia najua yangu. Na jirani yako pia anajua yake.
Kwa hivyo hayo tuyabadilishe, hayo tuyaache, ili tufuate neno la Mungu ambalo linataka sisi tulifanye, ambalo litaweza kutuwezesha sisi kuingia katika ufalme wa mbinguni, ambao Yesu alianza kabisa kwa kusema ya kwamba mtubu, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Anatuonya mapema. Unajua kitu ambacho hujajua haiwezi kuwa ni dhambi. Huwezi kuwa unajua, haiwezi kuwa ni dhambi. Lakini kama umejua, sasa itakuwa ni dhambi. Sababu kama Yesu ashatuambia kwamba tutubu kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Uko karibu sana. Kwa hivyo tusipojitetea, tusipojikakamua, tuweze kuingia, tutakuwa tumetenda dhambi already. Na hatutaweza pata nafasi ya kuingia katika ufalme. Kwa hivyo tutubu, ufalme unakaribia. Tutaangalia katika kitabu cha pili cha 3 Warumi 6 mstari wa 3 ambao unasema hivi: hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Unajua, unapoingia katika kikundi cha Wakristo, cha Ukristo, ni lazima ubatizwe. Kubatizwa hapa katika kitabu hiki kinatuambia ya kwamba utakuwa umekufa pamoja na yeye katika mauti yake. Yaani unazikwa katika mauti ya Kristo. Na sio kuzikwa tu katika shimo, bali ni kuzikwa katika ubatizo. Na ubatizo ni wa maji. Unazikwa katika maji. Unabatizwa upya ili uweze kuitwa mwana wake. Ni kama mtoto kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa ni lazima azaliwe kutoka kwa mama. Anapozaliwa kutoka kwa baba, unaona hapo kunakuwa na tashwishi kidogo. Ama unapoona tu mtoto ashakuwa mkubwa, ujue alitoka wapi. Sasa ubatizo, tunakufa na Yesu, tunafufuka na yeye. Kwa hivyo hapo ni ya kwamba tumeingia katika Ukristo ambao tunazungumzia katika hiki kitabu cha Warumi. Tunajua ya kwamba tulibatizwa pamoja na yeye katika mauti yake. Hilo ni swali ambalo tunaulizwa. Unapokufa, unapozikwa, unazikwa katika mauti yake na kufufuka. Unatoka katika maji ukiwa unaamka na unakuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Tunaangalia bado katika kitabu kile kingine ambacho kinasema hivi katika Yohana 3:3. Yesu akajibu akamwambia, amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Yesu sasa anawaambia ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili, yani mara ya kwanza anazaliwa kimwili kutoka kwa tumbo ya mama yake, na kuzaliwa sasa hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili ni kuzaliwa kutoka kwa maji, ambayo hiyo ni ubatizo, ambao unasemekana ya kwamba ni kufa na kufufuka pamoja na Yesu. Huo ndio ubatizo. Hauwezi, sio kuingia, hauwezi kama hujapitia hayo. Rafiki yangu, mtazamaji mpendwa, hauwezi hata kuona tu ufalme wa mbinguni. Huwezi kuona. Sijui utakuwa wapi, sijui nitakuwa wapi. Hauwezi. So inatakana sasa sisi tujikakamue, tujue hili andiko linasema nini. Hili andiko linatuambia kitu gani kuhusu haya ya kwamba tuzaliwe mara ya pili. Mara ya pili tuzaliwe ndio tuweze kuona huo ufalme. Alafu sasa mazuri ambayo tutakuwa tumetenda
matendo yetu yatatuwezesha sasa sisi tuweze kuingia katika huo ufalme. Na haya hata hayakuwa yamesemwa na nani. Yalikuwa yamesemwa, kuna mtu ambaye alikuwa ametembelea Yesu. Tulikuwa tumezungumzia haya kitambo kidogo, ya kwamba kuna mfalme fulani alikuwa anaitwa Nikodemus ambaye alienda kwa Yesu wakati wa usiku. Hakitaka kujua. Yeye alikuwa anajua ufalme wa Mungu wa mbinguni unakuja. Na yeye alitaka sana aweze kuingia katika huo ufalme. Na akaanza kujiuliza, nitafanya aje? Nitafanya nini ili niweze kuingia katika ufalme? Alafu akaenda kwa Yesu, akamwambia katika kitabu cha Yohana 3:4. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Alikuwa anafikiria, sasa hii kuzaliwa mara ya pili ni gani? Yaani ataingia ndani ya tumbo ya mama yake tena akiwa mkubwa hivyo, alafu azaliwe, ndiye atakuwa amezaliwa mara ya pili? Lakini hapo nilikuwa nishasema. Lakini Yesu akamjibu, akamwambia, huo ni mstari wa 5 sasa. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu kama hawezi kuzaliwa mara ya pili. Yaani hawezi kuzaliwa kwa Roho, kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni fikiria sana na kuangalia kitabu kinasema nini ili tuweze kuzaliwa mara ya pili. Isiwe tu tunakutana njiani na salimiana masokoni tukisema mimi nimezaliwa mara ya pili, I'm born again. Hivyo tu haitoshi, lakini inafaa tuingie katika maji na kwa Roho Mtakatifu ili tuweze kupata hiyo nafasi ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa tutaangalia tena mstari mwingine ambao utaweza kutuwezesha tuweze kujua ni mambo gani ambayo yanafaa sisi tuyatende so that tupate hiyo nafasi ya kuingia katika ufalme. Kwa sababu tunapoenda kanisani, kila mmoja wetu anang'ang'ana, kila mmoja wetu anajaribu kufanya mema, anajaribu kutenda mema, anajaribu kupendeza watu, anajaribu kupendeza mwenzake. Anapigania tu jambo moja, kuingia katika ufalme. Kuona ya kwamba Mungu ampende, aone ya kwamba Mungu anampa kibali cha kuweza kupata hiyo nafasi ya kuona na kuingia katika ufalme. Tutaangalia katika Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 6 ambao unasema hivi: basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Kwa sababu tulimpokea Bwana wetu Yesu Kristo, tukampokea, tukajua ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, dhambi zako na dhambi zangu. Akafa msalabani, akafa kifo cha aibu, akafa kifo cha kuteswa sana kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi. Tukampokea, tukajua huyu ndio Yesu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo tumpokee hivyo hivyo vile alivyotutendea mema. Na ni yeye akawa tena mpatanishi kati yangu mimi na wewe. Akawa mpatanishi kati ya Mungu, kati ya Mungu na sisi. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni gharama kubwa sana. Hatungeweza kumfikia Mwenyezi Mungu kama Yesu hangekufa, kama Yesu hangekuja duniani akafa kwa ajili ya dhambi zetu
hatungepata nafasi ya kuingia katika huo ufalme. Lakini wakati huu tumempokea Bwana wetu Yesu Kristo, nafasi ipo ya kuweza kuingia tunapompokea yeye. Tulijua aliteswa, tulijua aliumia kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo kama mtu amekufa kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu, mbona tumkosanishe? Mbona tusifuate yale ambayo alikuwa anataka tuyatende? Mbona tunataka tena tumsulubishe tena mara ya pili kwa kufanya mambo mema? Tutaangalia katika kitabu kingine. Kitabu cha Wakolosai 2:7 inasema hivi: wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Inafaa sana tutoe shukurani kwa ajili ya neno la Mungu. Tutoe shukurani kwa mambo yote ambayo tunapitia, kwa mambo yote ambayo tunayaona, yawe ni mema, yawe ni mabaya. Yanafaa tutoe shukurani kwa sababu hayo yote yametokana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tutoe shukurani kwa hayo yote. Tunapoangalia tena mstari wa 7 unasema hivi: wenye shina ambayo inatuambia tuendelee kabisa kufanya yale mambo ambayo yalikuwa yametendwa na ni kwa shukurani. Tutasonga tuangalie katika kitabu cha Warumi ambacho tulikuwa tumekisoma kitambo Jumapili iliyoisha, ya kwamba kwa sababu ya mtu mmoja, inasoma hivi Warumi 5:12, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Haya yote yalitufikia na sisi kwa sababu sisi sote ni uzao wa Adamu, na ikatufikia mpaka wa leo. Hiyo ndio sababu mpaka wa leo sisi, wewe na mimi, tunakufa, tunapatikana na magonjwa. Tunapata mambo mabaya, hakuna mazuri ambayo tunapata. Napata mazuri kidogo, lakini mengi ni mabaya ambayo yanayotuelekeza katika mauti. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yanatakana sisi tujue na sisi tuweze kuyafuata kulingana na neno la Mungu. Kwa hivyo inaendelea tuambia ya kwamba tuweze tuungane dhambi zetu ili Yesu atakapokuja atupate kama sisi tuko tayari na tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na hii dhambi iko namna gani? Tunaweza kuangalia hii dhambi ikoje. Ni dhambi yoyote tu, dhambi inaweza kutufikisha huku, ama kuna dhambi nyingine ambayo sio ya mauti? Kwa maana hizi dhambi zote ambazo tunafanya zote zinatupeleka katika mauti. Tuangalie hiyo dhambi ambayo hatuwezi kutupeleka katika mauti. Yohana wa kwanza mstari wa 5 mlango wa 17 nasema hivi: kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Kuna dhambi isiyo ya mauti. Dhambi hii ambayo tunafanya, dhambi ambazo tunazifanya hizi ambazo nimetaja nyingi sana, ambazo zingine hata wewe unazijua, ambazo mimi sijazitaja. Hizo ni dhambi ambazo zinaweza kusamehewa, ambazo ni dhambi. Na dhambi ambayo sio ya mauti, dhambi ambayo ni ya mauti, ni ile dhambi ambayo tunafanya, na hiyo dhambi ni kusema ya kwamba labda kuna Mungu. Unaweza fika mahali ukasema hata Mungu hayuko. Mungu hayuko, kama angekuwa haya hayangenipata. Inasemekana hayo wewe tunayasema sana tunapokuwa labda tumepatikana na shida. Nasema hata Mungu hayuko. Mungu kama angekuwa haya yangenipata. Hiyo sasa ni dhambi ambayo inaweza kutupeleka sisi katika mauti. Kwa sababu tunakuwa tunakufuru Mwenyezi Mungu. Tunasema ya kwamba hakuna Mungu. Nani alikuumba? Ulipatikanaje hapa duniani? Hizi vitu ambazo unaona maumbile haya yote yalikujaje?
Haya yote yalikuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu yuko na nguvu zake ziko, Roho Mtakatifu iko ambayo inatenda yale mema ambayo unatenda. Yale mema mazuri ambayo anatenda ni kwa ajili Mwenyezi Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko na Mungu yuko anatuelekeza sisi kufanya mema ambayo yeye anataka tuyatende. Hiyo sasa inatuonyesha ya kwamba sisi tuweze kuungama dhambi zetu, tuweze kufanya yaliyo mema katika maisha yetu, ili tuweze kupata kibali ya kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nitaweza kuangalia katika kitabu chetu cha mwisho kabisa, kitabu cha Yohana wa kwanza 5:17. Nataka nirudie. Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Katika Kiingereza inasema hivi: all unrighteousness is sin, and there is sin not unto death. Isitupeleke dhambi ambayo tufanya, isitupeleke katika mauti. Dhambi ambayo wewe na mimi tunatenda isitupeleke katika mauti, kusema ya kwamba Mungu hayuko. Upate mema, upate mabaya, usiwahi sema jambo kama hilo. Usiseme Mungu hayuko. Usiseme Mungu kama angekuwa haya yangenipata. Labda umepoteza mpendwa wako, umepoteza mama, umepoteza baba, umepoteza mtoto, umepoteza mke wako, umepoteza mume wako. Naambia Mungu ya kwamba Mungu hayuko. Hiyo ni dhambi ambayo inaweza kutupeleka katika mauti. Tusimame imara, tutetee Injili. Tusimame imara, tutafakari, na tuambie marafiki zetu, jamii zetu, majirani zetu ya kwamba Mungu yupo, na Mungu ndiye anayetenda mema ambaye tunayaona. Ni Mungu ambaye ameweza kutusimamisha sisi, kutuwezesha sisi sote kuwa hai, kutupatia nafasi nzuri ambayo tuko nayo, mazingira mazuri ambayo tuko nayo. Kuna mazingira mengine ni magumu sana ambayo wewe na mimi hatuyawezi, lakini tuko katika hiyo nafasi. Kwa hivyo tunajua ya kwamba Mungu yuko, na tusimame na yeye, tutetee Injili, ili Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja katika hii dunia atupate kama tuko tayari na tumefanya yale mema ya kuweza kutuwezesha kuingia katika ufalme. Asanteni sana watazamaji, asanteni sana wasikilizaji kwa kuweza kunisikiza, na Mungu wa amani aweze kuwajalia mema. Asanteni sana.